Hello guys, karibuni Calix Designs, na tutakuwa na series ya videos kwa wale wanaopenda kujifunza graphics designing. Na leo tutajifunza kitu kidogo tu, tutajifunza namna ya kubadilisha background ya picha, change background. So fuatana na mimi mpaka tutakapokuwa tunamaliza video yetu. So hatua ya kwanza, unatakiwa uwe na program ya Adobe Photoshop. Kwa unafungua Adobe Photoshop hapa. Natumia Adobe Photoshop ya mwaka 2025, lakini unaweza ukatumia Photoshop ya mwaka wowote kupata matokeo haya ambayo tunaenda kuyapata. So programu yangu inafunguka kama hivyo. Okay, baada ya program kufunguka, tutaingia kwenye sehemu ya new file kwa ajili ya kutengeneza project yetu mpya, na tutachagua canvas size ama poster size, ambapo mimi hapa nitatumia poster size ya 5x5 kwenye size ya 5x5, width 5 na height 5. Nitabonyeza create. Okay, itafunguka poster yetu kama hivyo. Nitaizoom kwa control plus. Zoom hapo, nitafungua picha yangu, picha ambayo nilikuwa nimesha download. Nitaenda kwenye open. Tutatumia picha yetu hii hapa ambayo ni simple tu. Tukishaifungua hii picha, tutaanza na kwanza upande wetu wa kushoto hapa kuna tools mbalimbali hapa kama unavyoziona, ambazo zinakusaidia kufanya kazi yako. Tuna move tool hiyo ya juu kabisa ambayo unaweza kumove vitu vyovyote ambavyo viko kwenye poster yako, lakini kuna selection tools zipo hapo chini, kuna pen tools ziko chini hapo, brushes, kuna tools mbalimbali ambazo tutakuwa tunazitumia kwenye Adobe Photoshop. So kwa leo tutatumia selection tool ambayo ndio hii hapa. Click hapo na zitafunguka options 3, na zote zinatumika kwa namna tofauti tofauti ya kuselect, lakini sisi tutatumia object selection tool kwa leo. Tafungua object selection tool hii. Unachora box, unachora kama rectangle fulani, unakizingira kile kitu ambacho unataka kukiselect kwa hilo box. Kwa baada ya kulichora hilo box yenyewe, Adobe Photoshop inakusaidia kuselect kile kitu ambacho unataka kukiselect. Kama hapo imesha select, unaona kwenye picha yetu kuna borders fulani, mistari fulani imejitokeza. So layer yetu hapa iko locked, ile iko locked. Kwenye layers hapa kuna ile iko locked, ndio ina kikufuli fulani hapa kwa pembeni. Utai unlock ile layer kwa ku double click. Double click hapo, utasema okay, unlock. Ita unlock hapo, kile kikufuli kimeshaondoka, maana yake kimesha unlock. So tutaenda kwenye select pale juu, tutabonyeza select, then tutaenda kwenye inverse. Ingia kwenye inverse hapo, unaona kuna borders zimejitokeza pembeni kabisa ya picha yetu. Hizo borders zinatuwezesha sasa kuselect picha yetu. Ukibonyeza backspace ama delete, itaondoa ile background ya picha yetu kama hivyo. Itabaki kile kitu ambacho tulikiselect tu. So ni just simple, ni vitu basic kabisa
kwa mtu anayejifunza graphics design. Kwa baada hapo tunatumia move tool sasa. Kwenye poster yetu tuliyokuwa tumeifungua ile ambayo haina kitu, tutatumia move tool kuihamisha picha yetu kwenda kwenye ile poster. Tai drag kama hivi, taiachia hapa kwenye poster yetu. So picha imefunguka kwa size kubwa, tutai adjust, tutapunguza size, bonyeza alt huko tuna scroll chini kuipunguza size. Taishusha chini hapa, taiweka chini hapa. Unaweza kuadjust kwa size yote unayotaka wewe. Taiongeza kidogo hapo. Taifit kama hivyo. Kibonyeza enter, picha yetu inakuwa imekaa hapo. So tunakuwa tuna layer yetu ambayo iko juu hapo, iko juu ya background layer. Kwenye background layer naweza nisitumie ile background layer ya chini, nikatumia layer mpya. Nitatengeneza new layer ambapo nitatumia shortcuts Control Shift na N kutengeneza new layer. So nitabonyeza Control Shift N kutengeneza new layer, nitasema okay. Hapa tumepata layer yetu mpya juu ya background layer yetu. So chini kabisa hapa kwenye kimduara hichi kibonyeza, utakutana na options mbalimbali. Kuna solid color, gradient, pattern na options nyingi. Tutatumia solid color. Solid color ni rangi moja, yani unachagua rangi, kwa mfano nyekundu inakuwa ni rangi moja tu, full color kama hapo unavyoona. Nikiweka kijani hapo na display kijani kwenye background yetu. Okay, so hatutatumia solid color kwa leo, nitatumia gradient. Gradient iko chini hapo. Ukifungua gradient hapa inakufungulia kama hivyo kwenye options zake. Na ukifungua options hapo kuna basics, kuna vitu mbalimbali, kuna blues, kuna nini. Kwa mkifungua kwenye basics hapo kuna rangi mbili, kuna intersection ya rangi mbili hapo. Chagua hiyo. Then utabonyeza okay. Alafu nataka kubadilisha colors za hiyo gradient yetu, ta double tap hapo. Ta double tap tena hapo. Alafu kwenye kona huko pembeni ta double tap. Tanipa option ya kubadilisha color, nitaweka color ninayotaka mimi. Nitatumia red, maroon type color. Ni maroon ya. Alafu na upande wa kulia nitaweka red. Tumia red color. Nitasema okay. Then okay tena. Okay. So kama unavyoona background yetu imekaa kama hivyo, red color na picha yetu ikiwa mbele hapo. Hivi ndivyo ambavyo unaweza kubadilisha background ya picha yako. Very simple and very basic things. Nitaenda kwenye text, kwenye T hapo kuna sema text, unaweka maneno unayotaka kuweka. Utaandika chochote kitu hapa. Utaandika girl. Okay, hapa juu kuna namna ya kuadjust hiyo font size. Utaikuza kidogo, utaisogeza chini. Utabadilisha color kwenda color nyeupe. Utasema okay hapo. Then done. Naona kama hapo kuna maneno tayari juu ya picha yetu. So hivyo ndivyo namna ya kubadilisha background ya picha. Asante sana kwa kunisikiliza. Tani kwa video nyingine.